Karibu kipindi cha pili cha maisha na Mungu. Leo ninaomba Roho Mtakatifu apate kuwa pamoja nami ninapoongelea zaidi kuhusu umuhimu wa shukrani. Unajua, katika maisha yetu kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kutokea, na hakuna siku ambapo utakuwa na uhakika kwamba mambo yatakuwa sawa. Kuna changamoto nyingi ambazo zinaweza kutokea. Changamoto, ugonjwa, kuna vitu vingi tu ambavyo vinaweza kutokea. Labda ajali, hujui kesho itakuwaje. Kwa hiyo inabidi tumshukuru Mungu leo. Leo asubuhi kwenye mkutano wa kazi, ninapenda sana kazi yangu, hasa watu ambao wako katika kazi yangu. Kwa sababu walio wengi miongoni mwetu tumewahi kuwa wamisionari. Kwa hiyo tunaona umuhimu wa Mungu katika maisha yetu. Tunaona hata katika kazi tunahitaji kumkumbuka Mungu, si ndio? Kwa hiyo sisi mara nyingi tunaongelea mambo ya Mungu, na kiongozi wa timu yetu leo aliweza kutuambia kuhusu umuhimu wa kutoa shukrani kila mara. Kwa sababu ijapokuwa kazi ambayo tunafanya si rahisi, na inaweza kuchosha, na unaweza kupambana, na unaweza kuenda siku nzima bila kupata pesa yoyote. Ndo hali ambayo ninajikuta sasa hivi, kwa sababu ninajifunza kufanya hii kazi, na unapokuwa kwenye mafunzo ya mwanzo inakuwa vigumu kupata pesa kwa sababu bado unajifunza. Sasa alikuwa anasema kwamba labda hujaweza kumuuzia mtu yeyote na hujaona faida, lakini bado kuna vitu vya kumshukuru Mungu. Tuna mambo mengi ya kujivunia. Kwa hiyo ni muhimu tukumbuke kuwa na shukrani wakati tunapoenda kwa Mungu kwenye sala. Sio tu kwa ajili ya kumwomba vitu. Sio tu kwa ajili ya kusema Mungu, nataka hii, nahitaji hii, unisaidie na hii. Kweli Mungu anataka kutusaidia, lakini hiyo si sababu pekee ya kuomba. Sababu nyingine ni kumkumbuka na kukumbuka baraka zetu. Kwa hiyo kiongozi wetu kazini leo aliweza kutupa aliko leo. Na aliko ambalo alitutolea lilikuwa kwa wiki hii nzima, ambayo ni Ijumaa mpaka Ijumaa ijayo. Alikuwa anasema kwamba anataka kwenye sala zetu tutoe shukrani tu, bila kumwomba mtu kitu chochote. Sio kwamba tutaendelea kufanya hivyo kwa maisha yetu yote, lakini kwa wiki moja tu ufokasi kwenye shukrani. Kwa hiyo mimi nimekuwa najaribu kufanya hivyo, na nafikiri ninapoendelea kufanya hivyo itanisaidie kukumbuka baraka ambazo Mungu amenipatia. Ijapo kuna changamoto, ijapo maisha si rahisi, ninaweza kukumbuka vitu vingi ambavyo Mungu ameweza kunipatia katika maisha yangu. Kwa hiyo ndo hivyo, nimependa kushiriki hiyo umuhimu wa shukrani. Kwa hiyo nataka kuwapa na nyinyi mwaliko huo wa kutoa shukrani katika sala zenu. Wiki hii nzima utoe shukrani na uone jinsi ambavyo inaweza ikabadilisha mtazamo wako, ili uwe mtu mwenye kufikiria makuu ambayo Mungu amekutendea, kuliko kufikiria mambo ya baadaye tu, au mambo ambayo ni mapito. Unajua, vitu vingi ambavyo tunavitamani katika maisha yetu ni mapito tu. Kwa hiyo tunahitaji kumshukuru Mungu kwa yale tulionayo kwa sasa, na hasa kwa yale ambayo hatutawahi kuyapoteza, kama vile Roho Mtakatifu, kama Yesu Kristo, kama ufalme wa Mungu, hata kama familia zetu, marafiki zetu, kwa sababu sisi sote ni watoto wa Mungu, na tunaweza kuishi naye tena pamoja katika ufalme wake.
Kwa hiyo ndo hivyo, ndo ni kitu kimoja tu ambacho nimekuwa nakifikiria leo. Kwa kweli leo haikuwa rahisi na kulikuwa na mafunzo, na bado ninaendelea kujitahidi kuelewa sababu ya kuja hapa na kufanya hii kazi ambayo ninafanya. Naona nilipaswa kuishusha hii mapema, lakini haina shida kabisa. Sawa, asanteni sana na muwe na siku njema.